Elimu iendelee kutolewa kwa jamii ili kuwakumbusha wazazi na walezi kutimiza wajibu wao kwenye malezi ya watoto. Aidha, msisitizo mkubwa uwekwe kwenye kata ya Kwembe na Mabibo kwa kuwa huko kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Ziara hii tunaitaka kwa sababu ni muhimu sana, kwa hiyo ni miongoni mwa maazimio ya baraza. Lakini pia niombe tulizungumze kidogo katika sekta nyingine. Mheshimiwa Mstahiki Meya, utakumbuka mimi na wewe tumekaa sana na tumeweza kukaa na baadhi ya viongozi wenzetu wa serikali za mitaa, na wao umekuwa ni muasisi mzuri sana katika vikao hivi. Walileta baadhi ya mambo, naomba sasa pia ingie pia kwenye ansari kwamba huko mbeleni tuweze kuboresha policy za wenyeviti wa serikali ya mtaa, kama ikiwa hatuendi tofauti na taratibu za TAMISEMI ambazo zimewekwa. Naomba hilo pia liwekwe. Lakini pia naomba kupitia nafasi hii nipongeze idara ya kilimo, na uvuvi kama sikosei, nipongeze kutokana na maandalizi mazuri ya sikukuu ya 8/8. Sisi sote ni mashahidi, tumekwenda kule, tumeona utaratibu mzuri umewekwa, tumepokelewa vizuri, lakini pia waliweza kujiandaa kikamilifu kikweli kweli, na sisi sote ni mashahidi kwa kuona na si kwa kuambiwa. Tunaendelea kusisitiza kama chama tuendelee kujielekeza katika kutatua kero za wananchi. Wananchi wetu wana kero nyingi, kwa tutapanga mambo mengi hapa, lakini baada ya vipango hii ambavyo tunafanya kwenye baraza, basi twendeni tukatatue kero za wananchi kwenye maeneo yetu mbalimbali ambayo tunayo. Lakini jambo la tatu, umoja na mshikamano. Hatuwezi kufanikiwa kama tusipokuwa wamoja, tusipoongea lugha moja, na hatuwezi kufanikiwa endapo hatutakuwa na ushirikiano baina ya watendaji pamoja na madiwani, wenye viti wa mitaa na chama kwa ujumla. Kwa hiyo niendelee kusisitiza Mstahiki Meya, kwa niaba ya chama tuendelee kushirikiana, tuendelee kuwa na umoja, na tujue dhamana ambayo tunayo hapa ni dhamana ya taswira Mheshimiwa Rais ambaye ndiye mwenye serikali yake, na sisi tuko chini huku kutekeleza yale ambayo yameelekezwa na ilani na chama na Mheshimiwa Rais mwenyewe, tunatimiza maono yake. Tunaofikia wananchi ni sisi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tujitahidi kadri uwezo wetu tuweze kudeliver vizuri, tuweze kufanya kazi nzuri, tuendelee tukafanya mikutano ya hadhara, tuendelee tukutana na wananchi ili tuweze kuonyesha yale ambayo tumeyafanya kwa kipindi cha miezi mitatu na yale ambayo yatafanyika kwa baadaye ambayo tumejipangia. Kubwa zaidi na muhimu, tuendelee tukatafute mapato, tuwakusanye mapato ili iweze kusaidia wananchi wetu na waendeshaji wa miradi mbalimbali ya manispaa. Kikao cha mapato ni muhimu sana, lakini tulichokuwa tunafanya, lakini nadhani kwa muda mfupi nitajadiliana na wenzangu tuone tunafanyaje. Lakini mimi naona ni muhimu sana tukae, mtupe maoni yenu ya ndani, kwa sababu timu zenu kule ziko zinafanya kazi na nyinyi ndio wenyekiti wa ODC. Nadhani mtatusaidia sana hata kwenye mikutano mnayofanya kuweza kuharmonize mambo, ili mambo ya wakati huo tunasubiri sasa ofa ambayo tulipewa na waheshimiwa wabunge wetu, wamejitolea kutuletea wataalamu ambao sasa watafanya assessment ile ambao ni technical ya kufanya ubongo yetu, tunafanyaje, vyanzo vipya, tuende wapi, tuelekee wapi, ili tutengeneze mkakati wetu wa miaka 5 wa vitega uchumi na ukusanyaji wa mapato, ambao nayo sasa mtaweka maoni nyie kama wadau wa halmashauri yenu. Lakini nitakaa na wenzangu tuone, lakini nadhani hicho kikao ni muhimu Mstahiki Meya kwa ajili ya kuweza kuweka mambo sawa. Changamoto ambazo ziko kwenye kliniki ya mapato na zenyewe naomba tusipokee. Na kuna swala lile la kuongeza kwenye masoko yasiyo rasmi. Tumeteua manager wa masoko yasiyo rasmi. Jana tulikuwa na kikao, tumeona trend ya wiki moja iliyopita tangia tarehe 1 inavutia, na anaendelea kwenye masoko mengine, lakini amepanga kwa mwezi, ametuhakikishia na kwa mbinu wanazoenda nazo naona zitaenda vizuri, wanaweza wakakusanya milioni 60 kwa mwezi kwa hayo masoko yasiyo rasmi ambao kusema kweli tulikuwa hatukusanyi. Sasa sisi tutamsupport kuona anafanyaje, ametupa mpango mkakati wake, lakini tunaliona kwa wanafanya kazi wao usiku. Yaani wao wanaofikia saa 9 wanaingia mzigoni mpaka saa 5 6 usiku, kuona tunataka kila senti ambayo inatakiwa kusanywa ikusanywe. Vibali vya ujenzi, waheshimiwa, mtusaidie. Ni kweli malalamiko ni mengi, kuna mambo ya ajabu sana. Orofa linajengwa bila kibali au kibali, lakini tunapata malalamiko ya baadhi ya watu wengine nini, lakini tusaidiane kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba. Lakini kwenye vibali vya ujenzi tumetengeneza saizi timu 3
ambazo zimesambaa timu 3 na zote tunazipatia magari ili ziweze kwenda mpaka ngazi ya chini huko ambako hapafikiki, tukusanye fedha zetu. Taarifa nyingine ninazichukua kama zilivyo kwenda kuzifanyia kazi. Naomba nimwachie afisa utumishi nisaidie kujibu hiyo moja la utaratibu wa ajira. Sasa kwa majina naitwa Aidan Kitare, kwa taaluma ni mwanasheria, ni wakili wa Mahakama Kuu, niko kwenye practice mwaka wa 15. Ni imani yangu na records ziko hivyo ya kwamba na ya kuwa ndiye mwenyekiti wa kwanza wa halmashauri ya Kisarawe kupokea mwaliko wa kuhudhuria baraza la manispaa ya Ubungo. Kwa dhati ya moyo wangu unyenyekevu mkubwa ni kushukuru sana mstahiki meya kwa mwaliko huu, lakini pia niwashukuru wajumbe wa baraza hili, maana wamenialika lakini wenye baraza wangesema ondoka, ni wake ningeondoka. Kushukuru sana kwa mwaliko huu. Sasa hapa nimefika nikakuta mnajadiliana magreda. Sisi watoto mjini nasema macho kuona. Na mmejadili hapa bei za nyinyi wa jamii na watu binafsi. Ikiwapendeza mjadili pia na za majirani, tutachangia kiasi chake. Magreda hoi. Maana kwetu kule Kisarawe ukisema nitenge budget ya kununua mitambo kama mliotenga nyinyi, tulitenga tu la greda, lakini wataalamu wakanishauri maafisa mipango kwamba tukifanya hivi hatutaweza kuhudumia maeneo mengine ya afya na elimu. Lakini niliposikia hapa kwamba nyinyi mnacho, sio mbaya. Sisi wote watoto 184 halmashauri zote 184, mama yetu ni Daktari Samia Suluhu. Nikichukulia mfano huo sio mbaya, nikija kwenu mkatuambia na sisi Kisarawe tutachangia kiasi gani, mkatuazima greda na sisi tutachonga barabara zetu. Kwanza itakuwa heshima kwenu, mmetusaidia, na Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kuomba sio udhaifu, ni kuonyesha heshima kwa aliye nacho. Kwa wala sionyeshe udhaifu hapa. Kuja kwa unyenyekevu mkubwa, mtapanga bei, na sisi tutakuja tupishe hodi kwa majirani tuombe. Na wala mitambo hiyo haiendi Kanyigo bali. Kwa hata load ni hapa tu karibu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Mwisho kwa umuhimu, makaribisho haya yawe ujirani mwema na urafiki. Karibuni Kisarawe. Itapendeza siku moja mstahiki meya baraza hili tukikaribisha hata kwenye msitu wetu wa Kazi Mzungu pale Ushoroba. Mkavute hewa nzuri na safi. Si kwamba kwenu ni chafu, lakini mabadiliko ya tabia ya nchi, magari mengi, majumba mengi, kwa hiyo kwetu kule hewa ni safi zaidi. Na huwa wanasema msitu wa Pugu ndio mapafu ya Dar es Salaam. Sasa njoeni leteni na nyinyi mapafu yenu mapumue vizuri zaidi. Lakini pia ardhi ipo, karibuni. Sije kabaki historia, siku moja tuliwahi kumkaribisha mwenyekiti wa halmashauri ya Kisarawe. Kisarawe ikiwa mapori kweli. Wajukuu watakuuliza pori lako wewe liko wapi? Karibuni. Lakini tunapowakaribisha kwenye maeneo hayo, mpate viwanja na mviendeleze, na maana sisi hatutaki yaendelee kubaki mapori.